بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea na madarasa haya ya fiqh katika kitabu cha Safinati Najah. Sio? Nasoma Bismillahirrahmanirrahim. Shurutul khutbatain. Tumefika katika fasli ya masharti ya khutba mbili. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shurutul khutbatain. Shurutul khutbatain 10. At-taharatu anil hadathain al-asghar wal akbar, wat-taharatu anin najasati fi thawbin wal badani wal fi thawbi wal badani wal makani, wa satrul awra wal qiyamu alal qadir wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninati salat wal muwalatu bainahuma wa baina salat, wa an takuna bil arabiyya wa an yasma'aha 40 wa an takuna kulluha fi waqti dhuhur. Naam. Leo sasa tuingia kwenye masharti. Sisi katika darasa lililopita tulizungumzia nguzo za Ijumaa na tukazungumzia masharti ya swala ya Ijumaa. Sio? Sasa tutazungumzia masharti. Sasa kabla ya kuendelea, leo tumelahidhi nini kwenye khutba? Niliwaambia tuangalieni khutba inayokuja, tusikizeni. Je, haya mambo kumhimidi Mwenyezi Mungu, je, kumhimidiwa sawa sawa? Kumswalia mtume kwa jina lolote iko sawa sawa? Je, wasia wa takwa, kuhusiana takwa, kupeana nasaha ya takwa kulikuwa na kusoma aya, je ilisomwa aya na ya mwisho dua? Unaonaje? Ama mmesahau? Mmeghafilika? Sasa sisi wanafunzi si uzuri kabisa tuchelewe. Vipi nani mchelewe kwenye khutba? Hamkuwa khutba? Yani hiyo ile ya Kiarabu, ile ya juu. Ile ya Kiarabu. Tukipata vizuri. Au jamani, ni hasara kubwa. Ninajua ni wakubwa zangu, yani mkubwa wangu sijui Musa, lakini kivovote ni hasara kubwa. Hususan sisi sasa tuko katika sehemu ambayo imetuhifadhi, mazingira haya yanatuhifadhi na mambo mingi. Vipi tuchelewe Ijumaa? Lazima tujipange. Jua mimi kazi kidogo yako ni shida sana, ule muda mpaka upange nini kuwapikia nani, lakini mpaka ujipange karibu iwe mapema. Ijumaa siku nyingine watoka mapema, kwa hiyo sione kama ni sababu. Yani kweli watu wengine wanachelewa kwa mpaka tujipange. Sasa sisi sio kwa tuko sehemu tu ya kusoma, tuko katika majali, yani sisi tunajiita ni watu wa da'wa. Sasa mtu wa da'wa kuchelewa leo anachelewa, wana ahadi leo hiyo sawa, marhaba. Lakini hilo ni jambo lazima tuliangalia.
Anwema, sasa leo tutazungumzia masharti ya khutba sasa. Si masharti ya swala. Masharti ya swala tayari tushataja kwa katika masharti ya swala kuwa na khutba mbili, sio? Yani kuwa na khutba mbili kabla ya swala, sio? Sasa sasa hii masharti ya khutba sasa. Tulizungumzia masharti ya swala ya Ijumaa. Tukasema miongoni mwa masharti kuwa na khutba mbili. Kuwa na khutba mbili. Sasa hizo khutba mbili tukataja nguzo zake. Sasa hizo khutba mbili pia tuzungumzia nini sasa? Masharti yake. Haya, asema Sheikh, shurutul khutbataini 10. Masharti. Sijui Jumadul Ula nafikiri kama tarehe kama sijakosea 7 8 labda 11 kulingana na hii kalenda yangu. Sasa sina uhakika. Mara nyingine huwa manake iko takriban 11. Almuhim, asema Sheikh, shurutul khutbataini 10, masharti ya khutba mbili ni 10. Kwanza kabisa tujue kuwa sisi katika sheria kuna khutba nyingi sana. Kuna khutba hii ya Ijumaa, kuna khutba ya harusi, mtu akitaka kuoa kwenye nikaha kuna khutba, kwenye kwenda kuposa kuna khutba. Hata hawajui lakini kwenye kuposa kuna khutba. Kuna khutba ya swala ya istisqa. Unajua swala ya istisqa ya kutaka mvua? Kuna khutba huwa baada ya swala. Katika swala ya kushikwa mwezi na kushikwa jua kuna khutba. Kuna khutba ya Idi maarufu. Kuna khutba siku ya Arafa kule Hija, kuna khutba kama 4-5 sunna. Sawa. Sasa hizi khutba zote hizi nyingine ambazo si Ijumaa haziingii hapa katika haya masharti tutakayotaja. Katika hizi khutba nyingine zote masharti yake ni kidogo. Kwanza iwe kwa Kiarabu. Tena awe mwenye kuhutubu ni mwanamume. Haya ndo masharti tu. Sawa, na pia iwe inasikika. Yani masharti matatu tunayataka kwenye khutba nyingine pia. Ama khutba ya Ijumaa itakuja maelezo. Lakini hizi khutba nyingine tunataka masharti matatu. Ya kwanza iwe khatibu awe ni mwanamume. Ya pili iwe ni ile khutba inaweza kusikika, sio mtu yosoma. Hayo khutba gani? Kwa hivyo kwanza awe mwenye kuhutubu ni mwanamume. Khutba nyingine sasa, wewe siku moja umekwenda nyumbani mmeswalia mvua. Haya bwana, sunna utoe khutba bwana. Hujui. Usiana wasiwasi. Amka. Toa khutba. Etaje? Bila hizi masharti ambayo tutataja hapa. Khutba bora isikike na wewe mwanamume taban. Na ya tatu iwe kwa Kiarabu. Kiarabu vipi bwana? Si vile alivyoambia, sema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Jeni Mwenyezi Mungu. Shataja Kiarabu ile nguzo wa khalas. Sawa. Kisha usome aya kisha uombe dua. Alhamdulillah kunkucha. Bora tu umetimiza ile sunna hata kama ni kwa uchache. Unaweza kuambia watu jamani, ili jua limeshikwa ama huu mwezi umeshikwa, hii ni alama kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Asema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa jua na mwezi hayashikwi. Mwezi na jua havishikwi hivi ati kwa kufa kwa mtu, la, bali hizi ni alama Mwenyezi Mungu anatutisha nazo. Kwa hivyo tuchukueni ibra, siku yoyote kiyama kinaweza kufika kadha. Basi kisha umemaliza khutba yako, twende. Hiyo ni leo kwa sasa ni kutimiza tu angalau upate ile sunna. Ama khutba ya Ijumaa ndo haya masharti tutakayotaja hapo. Ustad, umesema masharti ya asema Sheikh at-taharatu 'anil hadathaini. Sasa sharti ya kwanza asema at-taharatu 'anil hadathaini al-asghar wal-akbar. At-taharatu 'anil hadathaini al-asghar wal-akbar, ni kutahirika. At-taharatu ni kutahirika 'anil hadathaini, kutokana na hadathi mbili, al-asghar ndogo, wal-akbar na kubwa. Imetangulia fikiri ndugu yangu Maro wakumbuka, ilitangulia tukazungumzia kwa kwenye swala. Katika masharti ya swala, miongoni mwa masharti ya swala ni kutahirika kutokana na nini? Hadathi mbili. Kisha tukazungumzia hadathi mbili ni zipi. Nasema ndogo ni ile yenye kukulazimisha utawadhe, na kubwa ni ile yenye kulazimisha ufanye nini? Uoge. Sawa, hizo ni hadathi mbili. Tuko pamoja? Kwa hivyo nguzo ya Ijumaa, khutba ya Ijumaa ni at-taharatu 'anil hadathain, yani yule khatibu. Taban hatuzungumzia wale maamuma, hatuzungumzia wale wenye kusikiza, tuzungumzia nani? Khatibu. Yani maamuma, mfano sisi tumeketi tunasikiza wale na hatumo kabisa, hatuna tahara, yani haina neno kabisa.
Yeye akimaliza pale, si tutataka kuswali. Bora swala sisi twende tukatawadhe tuje tuswali. Kwa hivyo hapa tukisema tahara, yani ni yule khatib. Kwa pamoja. At-taharatu 'anil hadathaini al-asghar wal-akbar. Haya, mtu mara nyingine anaweza kuuliza, Imam bahati mbaya ametokwa na kitu, ameharibu hewa. Hewa imetoka. Hukumu yake nini? Lazima aende akatawadhe kisha khutba aanze mwanzo. Sio ati aseme atatawadha haraka kisha aendelee khutba. La, lazima khutba aanze mwanzo, hata kama atatawadha pale. Unajua ukiwa mwerevu, yani aibu maskini imamu khatibu atoke pale ashuke ende aseme bwana mimi nimeharibu hewa. Ni shida bwana. Hata nafikiri shay kueleza kiswa. Siku moja mimi nilikueleza kingine. Sasa hiki kuna khatibu mwerevu sasa. Si kama yule wa ile siku mpaka ikaja baada ya miaka 20 anambia mimi mtoto ninamzaa ile siku ambapo ule mwaka ambao khatibu aliharibu hewa kwenye mimbari. Wakumbuka? Sio hicho. Hii sasa yule khatibu alikuwa mwerevu. Maskini ameharibu hewa. Hakuna mtu amesikia. Hakuna mtu amesikia. Sasa yeye maskini yataka kufanya nini? Kuendelea na khutba. Akishuka watu watajua. Hapo alibadilisha ile topic. Yeye labda alikuwa anazungumzia kuhusu haramu wa riba. Hapo akabadilisha. Bwana wajua siku hizi Waislamu hata wajui namna ya kutawadha. Sijui nini. Hapo akaamrisha mtu mmoja pale kijana. Hebu kwanza nenda kaniletee ndoo niofundishe watu namna ya kutawadha hapa haraka. Akaenda yule kijana akaleta. Yeye sasa amebadilisha, imekaa kama ambaye anafundisha watu fanya nini? Kutawadha. Kumbe chuma hasa kimeharibu nini? Udhu. Ndio uwerevu, lazima uwe mjanja mzee. Basi akatawadha pale haraka. Akirudi juu lazima aanze khutba. Lazima afanye nini? Aanze khutba. Sawa? Hata kama ni muda mchache. Kwa hiyo tahara ametahirika kutokana na hadathi mbili. Al-asghar ndogo wal akbar na kubwa. Kisha sema wa taharatu na kutahirika anin najasati kutokana na najisi. Uiona? Wa taharatu na kutahirika anin najasati kutokana na najisi hizo zote. Fi thawbi katika nguo wal badani na mwili wenyewe wal makan na ile sehemu kwenye kile kiti atakachoketia. Si ameshikana na najisi pale aliposimama, si amekanyaga kwa mfano nzi. Sawa? At-taharatu anin najasa ni kutahirika kutokana na najisi. Sasa tafsili hapa ni kama vile kwenye swala. Kwenye swala tulisema mfano ameshika kamba iko na mbwa. Kamba ile imefunga koo ya mbwa kwenye shingo yani. Ukishika kwenye swala tulisema swala haisihi kama tulitaja unaghafilika. Lakini kama ameshika swala haisihi. Sija kutajia. Basi ndio hivyo. Mmeghafilika. Kamba Mtu mfano ana jibwa lake. Mtu ana mbwa wake wa kumsaidia katika kuchunga ama kwenda kuwinda. Basi imefika time ya swala mwenyewe ataka kuswali basi ameshika kamba na ile kamba amefunga nayo nani? Jibwa. Swala haisihi ikiwa ameshika ile kamba. Yeye swali huku kamba ameshika ile jibwa asifanye nini? Swala haisihi. Kwa ajili amegusana na yani hajagusana lakini ameshikana na kitu ambacho kiko kwa najisi. Kamba si najisi lakini kamba ameshikana na nini? Na najisi. Wahaka. Sawa. Basi kwenye khutba pia ni hivyo, tafsiri ni hivyo. Na kuna vile vitu ambavyo vinasameheka, labda damu kidogo ikimtoka. Inasameheka haina wasiwasi. Sawa. Kisha asema shekhe wasatrul aurati. Swali bwana. Wasatrul aurati na kustiri uchi. Taban uchi vile kama tulivyosema kwenye nini? Kama kwenye swala, kama ni mwana, yani si kama ni mwanamume. Khatibu hawezi kuwa isipokuwa mwanamume kama itakavyokuja. Kwa hivyo ni baina ya kitovu na nini? Na magoti. Baina ya kitovu na magoti. Kustiri uchi wake. Sawa. Na ni khatibu, sio sisi maamuma. Hapa nazungumzia khatibu. Yani lau kama kuna maamuma hajastiri uchi wake. Msikilizaji, tunaita maamuma lakini msikilizaji. Ameketa hajastiri uchi wake. Uko pale ameketa. Je, khutba isihi? Tunaambia khutba inasihi, khutba inafungamana na khatibu. Sawa? Wakati wa swala tutamwambia lazima astiri uchi sio. Kisha wal qiyamu ala alqadiri
Walqiyamu ala alqadiri, na kusimama kwa yule mwenye uweza. Mtu yote ambaye ana uweza, yule khatibu yani lazima asimame. Lazima asimame. Hawezi kutoa khutba ikiwa ameketi. Fai kutoa khutba ikiwa amelala. Akitoa khutba ikiwa ameketi au amelala, swala khutba isiyo. Sawa. Mfano sisi tunajua Sheikh huyu hawezi kusimama, lakini ameketi kwa raha zake. Khutba isiyo. Na ikiwa khutba isiyo ndio Ijumaa pia? Sawa. Walqiyamu ala alqadiri, na kusimama kwa yule mwenye uwezo. Ala alqadiri, mwenye uweza. Iko kwako hiyo? Walqiyamu ala alqadiri, na kusimama kwa yule mwenye nini? Mwenye uweza. Sawa. Isipokuwa ikiwa hana uwezo, tafanya tafsiri kama vile kwenye swala. Haya, tukumbusheni kwenye swala mtu ambaye hana uwezo afanya vipi? Anasimama kadri ya kule kuweza kwake. Kisha kama hawezi pia kusimama hata hiyo kadri, anaweza kakaa akaswali. Kama hawezi kuketi, njoo maskini. Pia ataketi. Hawezi keti, uelewi? Hawezi kuketi. Anaweza swali kwa kuashiria pengine kama sisi tulisema nini kwenye swala? Hakuna kutwali. Hatutwali sisi. Kwambia mimi lazima tutwali sisi. Sima tutwali. Elimu bila kutwali. Basi ni hivyo hivyo sana kwa sana hali. Akishindwa kuketi afanye vipi? Akishindwa kuketi. Hata kulala anaweza lala. Kivipi? Tulieleza bwana, alale kiubavu. Alale kiubavu. Kifua ameelekea qibla. Sasa sasa wewe kisha akishindwa hivyo sasa ndo alale kichalichali. Sasa ile tunasema kichalichali. Tofauti mambo mawili, maana mtu atakwambia bado mimi siwezi kulala, basi acha nilale kichalichali. Anamwambia waweza kulala kwa upande, lala kwa upande. Sasa kwenye khutba, kwenye khutba mwisho ni kulala kwa upande. Ndio maana nikakwambia nataka ueleze kwenye khutba hakuna kulala kichali. Mwisho ni kiupa. Yaani kama hawezi kusimama tuambia keti. Hawezi keti basi lala lakini pia unaye wewe basi umeshikana na hiyo khutba, hutaki kumwatia mtu mwingine, mbona bora aachie mtu mwingine. Wewe katika khutba wewe unafaa uwe unaongea ukiangalia wale watu. Ile sunna kuangalia watu, unaweza kuangalia mbele. Unaweza lakini utakuwa makruh, sio? Kama makruh. Na khatibu siku moja amekuja zimempanda, anatoa khutba huku yuangalia kule mbele. Taombea khutba imesihi. Jamani, sisi tuzungumzie kifiqhi, imesihi ama haijasihi? Ndio imesihi. Angalia mwacheka. Sasa leo ikitokea siku moja khatibu amekasirika na itwaje na maamuma, ama jamaa nyinyi mwafikiri mambo ni ama kwenye maamuma, ama labda khutba inatolewa wapi? Kiwanjani. Na kwenye kiwanja labda kuna wanawake huko nyuma uchi. Haya, hiyo hata si nadhani hiyo haitaingia katika makruh. Hiyo si makruh. Sasa kwa wewe ikiwa kuna sasa ni lazima sababu. Sasa ni lazima sasa kwa hivyo khutba itaswihi, msio na wasiwasi. Sasa ulikuwa sema mtu lazima, khatibu lazima tuangalie, kisha ulikuwa uliza swali. Ndio nilikuwa nakuuliza kwamba je, sasa itakuwaje sasa, kwa sababu huyo hutuba anafaa angalie watu. Si wataangalia. Atalala kitu angalie sisi. Ndio. Yawezekana. Inawezekana sio? Mimi sinaweza lala na yeye na kuangalia. Ingawa ndo nakwambia, ikiwa khatibu amefika hali hii, bora aache mtu mwingine. Mbona amengangana yotaka yeye tu kutoa khutba? Na kama hakuna mtu mwingine, kwa nini hakuna mtu mwingine? Mbona asisomeshe? Mbona asitoe wanafunzi kwa mtu ambaye yaweza kutoa khutba, hata kama ni ile wajibu peke yake? Unaelewa? Kwa hivyo ni aula, yani mtu ikiwa ameshindwa kusimama basi ampishe mtu mwingine atoe kwa kusimama. Yeye labda ameshindwa, shekhe mkubwa maskini ameshindwa kusimama, mgonjwa ama amezeeka. Tumwambie bwana, angalia, afadhali uache mtu mwingine, ni bora uache mtu mwingine afanye nini? Atoe khutba. Sawa? Walqiyamu ala alqadiri, walqiyamu ala alqadiri. Kisha asema waljulusu bainahuma fawqa tuma'ninati as-salah. Waljulusu, na kuketi baina ya zile khutba ngapi? Mbili. Waljulusu bainahuma, na kuketi baina ya hizo khutba mbili, fawqa tumaninati as-sala, zaidi ya ule utulivu wa swala, zaidi ya ule kutulia. Kwa nini? Kwa swala tumanina ni kutulia, tumanina ni kutulia, fawqa zaidi, sio zaidi ya kule kutulia katika swala.
waljulusu bainahuma, na kuketi baina ya hizo khutba mbili, fauqa tumaninati as-sala, zaidi ya kule kutulia katika swala. Kutulia katika swala amiri, tulisema unatulia muda gani ukiwa utarukuu? Kadri ya nini? Yani utatulia kadri ya mtu kuelewa kwamba yule alikuwa ametulia. Sahau kufanya mutawali kadri ya kusema subhanallah. Utali ndugu yangu. Haya, kutulia kule katika swala ule ukirukuu lazima mtu atulie. Kutulia kwenye kadri ya nini? Subhanallah. Basi kuketi hapa shekhe akwambia ni aketi kwa kadri, aketi baina zile khutba mbili kwa kadri ipi, kwa muda gani, zaidi ya kule kutulia kwa swala. Lakini uhakika ni kwa si lazima iwe zaidi, hata ikiwa imetoshana na kule kutulia kwa nini, kwa swala, bora aketi kwa ule muda wa utulivu wa swala. Yeye amesema zaidi ya hapa. Sasa ndio muhimu wa kufahamu, yeye amesema zaidi ya, lakini uhakika zaidi lau ataketi kwa kadri tu ya ule utulivu wa swala imetosha, si lazima zaidi yake, si lazima zaidi yake. Na bora zaidi ni aketi kadri ya suratul Ikhlas, kadri ya kusoma qul huwallahu ahad. Na bora zaidi ya hapo ni akiketi aisome ile qul huwallahu ahad. Akiketi afanye nini? Aisome ile qul huwallahu ahad. Sio yeye aketi sekunde mbili ashamka, la, aketi afanye nini? Asome ile qul huwallahu ahad. Sawa, acha sikiza. Sasa anasema nini? Sema waljulusu bainahuma faqat manina. Sasa basi lau mtu hatoketi ataswali, atoe khutba, asiketi baina zile khutba mbili, ataswali, yani atatoa khutba asiketi baina ya khutba mbili, yahesabiwa moja. Yahesabiwa ni moja. Hiyo khutba yahesabiwa ni moja. Hata kama ni moja inamaanisha hajaswali. Ndio khutba isihi, ndio hiyo. Sasa lao atatoa hiyo khutba moja dakika yani waitwaje, labda jisaji moja ama masaa mawili, hatutaka kujua hata kama ameleta zile nguzo mara 10. Yani mfano alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wasallam, usiku mwanasibi taqwallah, kisha poromosha khutba, kisha akaendelea tena akanyamaza kwa muda fulani, hakuketi akanyamaza tu, kisha alhamdulillah tuombe aisihi. Yote hii si ati aisihi tu, yote hii hesabiwa kwa ni moja. Pale atakapoketi ndio tuombe khutba moja imekwisha. Tumeelewa? Haya, inaweza kuja swali na yule aliyoswali kwa kuketi alitoa khutba kwa kuketi. Mimi nilikuwa nafikiria khutba tani hiyo khutba mbili ni ile ya Kiswahili na kumbe zile ile ya chini ni mawaidha tu. Hizi nguzo zote ambazo mimi nakwambia hapa, ama nilipoambia je nyinyi mmehudhuria khutba asli ile ya Kiarabu pale juu, na tutazungumzia hiyo inshallah kesho, Mungu kutupa hai na uzima, masala ya khutba kwa Kiarabu au vipi tutazungumzia. Ama ile ya chini kwenye misikiti yetu, ile ni mawaidha tu, ile si khutba. Ile si nini? Si khutba. Tuko pamoja? Ile mawaidha, ile ni mawaidha. Naam. Yani nikisema si khutba, si khutba hii inayokusudiwa hapa. Ushaelewa? Yani hata kama haitozungumziwa kwa Kiarabu, hata kama haina usiku mwanafsi bitaqwallah, haina neno kabisa, haihitaji masharti yake. Mfano yule khatibu aweza kuja katoa kumbe hana udhu, kisha akamwita muadhin adhini, sio alafu muadhin yuadhini yule, yeye akaenda katawadha akarudi, haina neno. Sawa? Sasa swali linakuja, je, yule mwenye kutoka kuketi atafanyaje? Atalala kidogo? Ama yule mwenye kutoka kwa kulala au kiubavu atafanyaje? Muonaje? Wale wananyamaza tu, ndio nzuri. Wale wananyamaza tu kwa muda. Tanyamaza kwa kadri ya itoje ule utulivu wa swala, kisha taendelea kwa ni ya pili. Sawa? Allahu a'la wa a'lam. Tutaendelea inshallah kutoka hapa. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.